Heri upendo, heri upendo wa Yesu, heri upendo, heri upendo, heri upendo wa heri jina, heri jina, heri jina la Yesu, heri jina, heri jina, heri jina la Yesu. Naomba niwashike katika ugeni katika neno la Bwana ambao litakuwa faida kwetu na uzao wa tumbo letu na maisha yetu. Sababu Bwana amelipa deni pale msalabani, na naamini ya kwamba ako na uwezo na mamlaka ya kufanya mambo yote. Naamini ya kwamba Kristo Yesu ni mwaminifu, na Kristo Yesu anaweza akafanya mambo yote kwa sababu yeye ni yote juu ya yote. Naomba nikushike ugeni kwa neno la Bwana ambao litakayetuongoza, na naamini ya kwamba litakuwa faida, na litakuwa ya kuweza kutuma tufanikiwe sababu Yesu amelipa deni pale msalabani. Kama monitor numbers ambao ni 16, ambao ni 14, numbers 14, verse number 34 ndio itakayetuongoza. Numbers 14 verse number 34 tunaomba nisomewe ili tuweze kusemezana neno la Bwana. Naamini ya kwamba itakuwa ya amani, ya furaha na ya upendo. Asante. Hesabu 14 mstari wa 34 inasema hivi: kwa miaka 40, kwa miaka 40, mwaka mmoja kwa kila siku, mwaka mmoja kwa kila siku, katika zile siku 40 ambazo mlipeleleza nchi, katika zile siku 40 ambapo mlipeleleza nchi, mtateseka kwa ajili ya dhambi zenu, mtateseka kwa ajili ya dhambi zenu, na kujua jinsi ilivyo vibaya, na kujua jinsi ilivyo vibaya kunifanya mimi kuwa adui yenu. Asante sana. Maandiko haya ni wazi sana, sababu inasema kwamba kwa siku 40 ile niliyowatuma mwende mkapeleleze. Kwa siku 40 ile niliyowatuma mwende mkapeleleze hao wapelelezi, ambapo nikawatuma mpeleleze hiyo nchi ili niweze kuwapea hiyo siku 40 papo niliwapea. Sasa nitaweza kubadilisha siku 40 zikawa miaka. Kwa siku moja itabadilika kuwa mwaka, kwa siku moja itabadilika kuwa mwaka, na itabadilika iwe mwaka kwa sababu nyinyi wenyewe mlishaingia katika mahali ambapo hapastahili kuingiwa. Nyinyi wenyewe mliweza kukosa kutii, katika kukosa kuheshimu, kosa kunyenyekea, kosa kufuata maagizo ya Bwana. Nataka kuongea na mtu ambapo Bwana anataka haweze kubadilika, ama haweze kubadilisha hali yake, ama haweze kubadilisha maisha, ama haweze kubadilika, ama haweze Mungu haweze kumuinua na kumpa utukufu na kumpa sifa zote. Ni kwa sababu Yesu anampenda. Yesu anakuwaza mawazo mazuri. Yesu anakufikiria. Yesu anakufikiria mawazo mazuri, na Yesu ako katika hapo ili aweze kukusaidia, ili aweze kukuinua, ili aweze kukupeleka glory ingine, sababu Yesu amelipa deni pale msalabani, na yeye ametosha kufanya mambo haya yote, na ameweza kupeleka glory hadi glory kwa sababu ya utukufu wa Bwana Yesu. Sababu ya utukufu wa Bwana Yesu, sababu ya utukufu wa Bwana Yesu, na yeye anaweza kufanya hiyo kitu yote, sababu yeye ni simba wa Yuda, yeye ni jemedari, na yeye ni muweza, na yeye hakuna kitu ambapo akaweza kushindwa kuifanya. Maana ni vizuri wewe kufanya kazi ambapo ni ya kiungu, ni vizuri wewe kufanya kazi ambapo ni ya kupeleka Mungu glory ingine, maisha mengine, kibali ingine, sababu Yesu amelipa deni pale msalabani. Maandiko inasema vizuri, maandiko inasema vizuri, kwa siku 40. Tuelewane, kwa siku 40
sitapinduka siwe miaka 40. Kuna kitu inaniuma ndani ya moyo wangu. Kuna kitu inatuma niombe tu Mungu aweze kutusaidia. Kuna kitu ambao nasikia ndani ya moyo wangu ikinipa usuni. Ambao kitu kile kinaniuma ndani ya moyo wangu. Kinatuma nikose amani. Kinatuma nisikie sina nguvu. Kinatuma nisikie moyo wangu una furaha kwa sababu ya kutokuheshimu sauti ya Mungu na kutokuifuata na kutokunyenyekea na kutokuitii. Maandiko inasema vizuri, wana wa Israeli walipotumwa waende wakapeleleze ile nchi, waliambiwa mtaenda mkae siku 40. Lakini maandiko inasema vizuri, kwa sababu ya hao kutokuheshimu ile maagizo, kutokuheshimu zile maagizo waliagizwa na Bwana akakazilika, akamwambia sasa, sababu mmeweza nikasilisha, nitampea punishment. Walipopewa punishment, kile kinanishangaza ni kuwa ile punishment walipewa ilibadilika siku moja ikawa punishment ya mwaka moja. Waweza ikawa uko na kifungo ya ndoa. Waweza ikawa uko na kifungo ya kuolewa. Waweza ikawa uko na kifungo ambapo ni ya kuenda kuponyeshwa magonjwa. Lakini kwa sababu ya kutokuheshimu sauti ya Mungu, sababu ya kutokuheshimu huyu baba, kifungo kile chako kikabadilika. Kilikuwa ufunguliwe after mwaka moja, kikabadilika kikawa miaka 40. Ulikuwa ufunguliwe after siku moja, ikabadilika ikawa siku 40. Kama Bwana alikuwa kufungue katika 1 day, sasa iongezeke iwe 40 days. Kama alikuwa kufungue katika 40 days, iongezeke iwe miaka 40. Ni kwa sababu ya wewe kutokuheshimu sauti ya Mungu. Nataka nitangazie mtu ambapo anayenisikiza, hawe ya kwamba amelala kitandani, hawe ya kwamba ako hospitalini, hawe ya kwamba ako nyumbani, hawe ya kwamba ako mahali popote. Nataka nimtangazie kitu moja, ya kwamba hakuna kitu cha maana kama kuheshimu sauti ya Mungu. Wakristo heri kuheshimu Bwana, heri kutii huyu Mungu, heri kufuata huyu Mungu. Ndani yake kuna uzima wa milele, ndani yake kuna afya nzuri, ndani yake kuna amani. Kumbuka anaitwa mfalme wa amani. Wewe umekosa amani, utakapoheshimu huyu Bwana, amani itapatikana. Utakapofuata Yesu, roho yako itaweza kusimama. Utakapofuata Yesu, utapata kazi nzuri. Utakapofuata Yesu, hautapata mashida. Heri kuheshimu sauti ya Bwana, heri kufuata sauti ya Bwana, sababu ukifuata sauti ya Bwana, mambo inaenda ikibadilika, na Mungu anaenda akijiinua, na Bwana anaenda akijipa utukufu. Wana wa Israeli walipokataa kuheshimu sauti ya Mungu, wakaendelea kuteseka. Jiulize swali moja, utateseka mpaka lini? Wana wa Israeli waligeuka. Wana wa Israeli walipokataa kusikia Bwana, waliteseka. Mwishowe Yesu aliwaambia, imetosha, imetosha. Bwana Yesu asema imetosha. Geuka sasa uelekee Kanaani. Imetosha kuteseka. Ukiheshimu sauti ya Mungu, inatosheka kuteseka. Ukiheshimu sauti ya Mungu, unatosheka kuteseka, sababu Yesu amelipa deni. Bwana Yesu, kwa sababu ya neno lako ibariki. Asante kwa sababu ni Mungu wa mianga mikubwa. Asante kwa sababu wana wa Israeli waliposunga jangwani, uliwabadilishia maisha kwa utukufu wako. Nimeinua mfalme wetu na baba wetu uliye juu mbinguni, neno hili mkononi mwako. Kama wote anaposikiza neno hili akiwa karibu akiwa mbali, ikawa faida juu yake. Kwa ajili ya rehema zako ukatusaidia kuheshimu sauti yako na kuitii na kunyenyekea kwa sababu ya utukufu wako na kuifuata. Sababu zote za kuzia tutii sauti yako na tuifuate na tunyenyekee, ishindwe na iwezwe. Neema yako ipitao neema zote ikawa juu yetu, na kibali chako kinayopita ibali zote ikawa juu yetu. Saidia kuheshimu na kukutii, si leo bali siku zote. Heshima na utukufu
Tutapoendelea na ibada, waliofika, walio njiani, na wote walio barabarani, na wote wanaosikiza hata wakipita barabara, neema yako ikawa juu yetu na amani yako. Sifa ni zako. Asante wa maji. Saidia kuheshimu sauti yako kuliko sauti za watu wote, kuliko sauti za watu wote, kukutii wewe, kufuata wewe na kuheshimu na kunyenyekea kwa ajili utukufu wako. Nataka masikia neno hili. Iwe neema yako na iwe kibali chako. Sipase kurudia. Kwa jina kuu la Yesu, yetu alimkosa mwana kuamini. Amina. Mungu awabariki na watende mema. Heri kuheshimu sauti ya Mungu kuliko sauti za wanadamu. Mungu awabariki. Asante.